Haleluya, mtu wa Mungu, nimekurudia katika kipindi cha pili cha Adobe Illustrator. Naam, naenda tena kucreate file langu, na kama hujui jinsi ya kucreate file basi angalia kipindi kilichopita. Mimi tayari na template yangu 960 kwa 960 na ile document yangu ambayo sikuisave kwenye kipindi kilichopita niliita jina logo. Na baada ya hapo mimi nachagua RBG color mode kwa sababu nataka iwe tu ni online, na create. Kisha create itakuja hapo. Sasa leo nataka tusome vitu vichache tu kuhusu kwenye hii Adobe Illustrator. Kiukweli sitaweza kukueleza kila tool kwa sababu mimi mwenyewe sizifahamu tool zote, na kueleza tool tu ambazo zitakusaidia kuweza kufanya different things katika Adobe. Katika Adobe Illustrator kwanza tuna hii huku ambayo ni bar inayoonyesha menu mbalimbali. Tunaanzia na file kama kawaida zilivyo program zote. File ndipo mahali ambapo unaweza create new file, uka create new from template, yani kutoka kwenye vipimo maalum, uka open document ambayo tayari ulikuwa nayo, uka open recent document. Kwa mfano hizi zote hizi ni recent, final logo, website, ushuhuda, hizi zote hizi. Unaweza ka close window, unaweza ka save, as, save a copy, save template, export na vitu vingine. After that tuna edit ambayo tunaweza kufanya vitu mbalimbali, lakini kwa hapa kwa sababu hatuna vitu hatuwezi kwa. Baada hapo tuna object ambayo object pia unaweza kufanya vitu mbalimbali. Tuna type ambayo tunaweza kuset vitu mbalimbali. Tunaweza kuset font, tuna select, unaona, tuna effects, tuna view, alafu toka hapo tuna window. Mimi katika hizo zote nitazitumia sana menu chache. Kuna menu chache ambazo nitakuwa nazitumia sana. Kwanza ni file, toka hapo object, toka hapo effect pamoja na window. Hizi tu, file, object, effect pamoja na window. Napo sitatumia kila kitu humo ndani, nitatumia tu vichache. Sasa nataka tuanze na kitu cha kwanza kinaitwa workspace. Adobe Illustrator kwa mfano hivi nilivyoifungua workspace yangu hapa ni typograph. Hapa juu imeandikwa typograph. Niki click drop down menu nitaletea workspace mbalimbali. Unaona kuna automation, kuna essential. Kwa nikichange kwa mfano automation, unaona muonekano wa huku juu, huku pembeni, halafu na hizi tool zinavyokuwa zinatokea unatofautiana. Kwa mfano naweza nikawa niko hapo automation lakini nikajikuta nimeclick pale and then I don't know what happened, tools zimepotea, unaona. Au naweza nikajikuta niko hapo automation lakini nimefanya kitu ambacho sijui maana yake nini, labda nimeclick hiyo au nimechange dimension yote, kwa sababu pia labda nimeclick bila kujua. Sasa nimekuta tu ghafla imekuja kama hiyo hapo, then nafanyaje? Kwa hiyo sometimes unaweza kukuta kama hivi document impotea. Hapa kifupi tu imekuwa magnified. Unaweza tu ukaenda tu hapa chini hapa kukuta kuna hii arrow, kuna percent afu kuna hii arrow, na click afu naenda tu fit on screen. Achana na hizo percent. Kwa mfano fit on screen ikiwa ni 41, maana yake ukichagua percent ambayo ni chini ya 41, hii 41 ni fit on screen, 41 ni fit on screen. Kuchagua kwa mfano 33, document inakuja hivi. Lakini fit on screen ni best option. Unafanya tu hapo, una left click, unaweka fit on screen ili kuweza kuifanya document fit. Kwa kwanza tunazungumza kuhusu workspace ya Adobe Illustrator. Katika workspace ya Adobe Illustrator tuna workspace nyingi. You can go to window, uka left click kwenye window, left click window, ukileft click window unaenda kwenye workspace. Ukienda kwenye workspace unaziona ziko mbalimbali hapa. Mimi kwa kawaida huwa natumia typograph. Always natumia typograph. Na typograph ambayo nikifungua tu inakuja hivi. Lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa lazima niende automation. Kwa mfano nikitaka kuweka gradient huwa lazimika niende automation. However, hata ukija kwenye typograph
gradient inakuwepo huku, lakini I don't prefer this. Hasa kwa mfano hii window kwenye Adobe Illustrator yako unayotumia inaweza ikawa tayari ilishafunguliwa, wakachezea karibu vitu. You can go to typograph and then ukaenda reset typograph. Ukaenda kwenye typograph then uka left click typograph, ikaja drop down menu, ukaenda reset typograph. Unaona, reset typograph. So window yako itakuja kama hivi. Huku tunayo toolbar ya kawaida, huku tunazo hizo properties. Now in order tuweze kufanya kazi vizuri, twende kwenye window tuka left click, then twende kwenye toolbar. Kwenye toolbar tuweke advanced. Unaona, tumeongeza toolbar, zimekuwa nyingi, tumeweka advanced toolbar. Baada ya hapo tumeshaweka workspace yetu ya typograph, lakini workspace unaweza kuweka yoyote. Halafu tumeshaweka toolbar advanced. Sasa tunaweza tukafanya vitu mbalimbali. Huku tuna properties, tuna layers, tuna libraries. Tuna properties, tuna libraries. Sasa mimi nataka tu tuanze na introduction ndogo tu. Unatakiwa ujue kutumia tool nyingi iwezekanavyo. Ukienda kwenye tool, ukigusa tu hivi inaleta jina. Unaona kwa mfano hii inaleta select tool. Ukienda hii direct select tool A, select tool V, direct select tool A. Hii hapa inakuja magic wand tool. Alafu hii hapa ni laser tool, hii hapa ni pen tool. Alafu hii hapa ni curvature tool, hii hapa ni type tool, line segment tool, rectangle tool, brush, paint brush tool, shaper tool, erase tool, rotate tool, scale tool, width, free transform tool, shape builder tool, perspective grid tool, mesh tool, gradient, eardrop, blend, symbol sprayer tool, column graph tool, artboard tool, slice tool, hand tool, zoom tool. Hapa chini tuna colors na vitu kama hivyo. Hapa tuna sehemu za kuswitch colors. Sasa hizi tool nikwambie, mimi mwenyewe nimedesign vitu vingi, lakini hizi tool sijui kuzitumia zote. It's not necessarily wewe kujua zote kuzitumia. Unatakiwa tu ujue chache ambazo zitakusaidia. Katika hizi hapa mimi nitataka kwanza hapa mwanzoni ujue hii ya kwanza, hii ya kwanza kabisa ambayo mshale wake unakuja mweusi, select tool. Direct select tool pia unatakiwa ujue. Lakini kuna utofauti ya muonekano wa select tool na direct select tool. Unaweza kaona arrow hapa inakuja ni nyeupe, ina stroke nyeusi. Ila hapa arrow inakuja nyeusi, ina stroke nyeupe. Alafu nitahitaji ujue pen tool. Ambao pen tool ukija nayo kama hivi inakuwa hivyo. Ukiclick pen tool. I want you to know about the pen tool. Kwa nitahitaji ujue select tool. Ambao select tool kwa mfano hapa nimeselect hivi. Nikija kwenye hii nikiselect inaleta hii hapa. Hiyo ni select. Ila nikibonyeza direct select, unaona kinachotofautiana? Select tool inaleta hivi, direct select inaleta hivi. Ambao kwenye direct select nikija nayo kwa mfano hapa, I can adjust different things nikiwa na direct select. So there is difference kati ya select tool na direct select. Unaona? Haya, narudi pale kwenye select tool, inakuja hapo. Kwa hiyo nahitaji ujue select, direct select, ujue pen tool, curvature tool sio muhimu sana. Ujue type tool ambayo tunatumia kuandika. Type tool we use it to type different words, you see. Alafu tukisha type tunarudi kwenye select. Yaani kwenye Adobe Illustrator vitu vingi ukishafanya tu unarudi kwenye select. Kwa mfano ukishachukua pen tool ukachora mstari hivi, hapa huwezi kuendelea kufanya chochote bila kurudi wapi? Kwenye select. Ukirudi kwenye select ndio basi una select kingine unaendelea nacho. So almost everything we will do lazima tukishakifanya tu turudi kwenye select. Unaona? Kwa mfano labda tukichora blush hivi, lazima turudi kwenye select. Usiporudi kwenye select, ukichora inatokea tena blush. Ukichora inatokea tena blush.
lazima urudi wapi? Kwenye select. Hata ukichoose rectangle tool ukachora rectangle hivi, umemaliza, lazima urudi wapi? Kwenye select. Usiporudi ukichora tena inatokea rectangle nyingine. Lakini ukirudi kwenye select tool unaweza ukaselect ile rectangle, backspace au ukaselect chochote hapo. Either ukabonyeza delete button au backspace, vyovyote vile. Kwa mfano ya maandishi naweza nikaselect tena. Nikiaselect hapa naweza nikayakuza ukubwa. Kwenye window yangu ya typography kuna maeneo mawili ya kukuza ukubwa, ni hapa font size na ni hapa pia font size. Unaona? Kwa hiyo mimi naweza nikayakuza ukubwa hapo nikaweka labda 50. Alafu nikishabonyeza 50 na bonyeza enter. Nikishabonyeza enter na kuwa like this way. Pia naweza nika change font kama hapa the Myard Pro, naweza nika change font nikaweka font ninayopenda mimi. Na uzuri tu ni kwamba kama tayari una hii Adobe Illustrator, ukihighlight haya maandishi unaweza ukawa unabonyeza tu mouse yako una scroll. Mouse haifanyi kazi. Mouse kama unatembeza hivi, nadhani you see the fonts they are changing, so you can choose yourself which one is suitable for you. Kama wewe ni designer unakuwa unachagua hapo kwamba ipi itanifaa zaidi. Okay, anyway, lakini nia yangu hapa ilikuwa ni kukujulisha tools mbalimbali. Kwa hiyo nitataka ujue kuhusu select tool, direct select tool, ujue pen tool, ujue type tool. Alafu line segment tool sio ya muhimu sana kwa sababu line segment unaweza kuchora hata na pen tool. Ujue rectangle tool, alafu ujue hii shape tool, ujue hii hapa erase tool, ujue hizi tools za katikati sio za muhimu sana. Rotate unaweza kufanya hata kwa nani nyingine. Gradient tool utafanya huku kwa window. Then after that ujue almost ni hizi tool ngapi? Ujue tool 1, 2, ujue tool 3, ujue 4, ujue 5, 6, ujue tool 7, 8, ujue hizi tool 8. Ukijua tu hizi tool 8 tayari utaweza kufanya vitu vingi sana. Lakini now let's zoom our toolbar hapa. Tuione tu hii toolbar ambavyo inakuwa. Katika hii toolbar hapa ambavyo inakuwa kuna tool nyingi. Unaweza kuona hapa pana tool nyingi. Na katika hizi tool unakuta kwa mfano type hii hapa type tool. Hii type tool ina kakona pembeni. Unakaona aka kakona pembeni unaweza ukaka left click. Aka kona aka. Ukaka left click aka kona aka. Kakakuletea tool nyingine. Yaani tools ziko ndani ya tool. Ni kifaa kimoja kinaonekana hapa lakini ndani yake kuna vifaa vingine. Kwa hiyo ni either u right click au uka left click aka ka drop down menu aka. Ukifanikiwa kuweka mouse yako hapa uka right click, uka left click hapa, inaleta hiyo hapa. Lakini the simplest way ni ku left click. Ku right click. Simplest way ni ku right click. Kwa nikija hapa niki right click zinakuja tool hizo hapa. Nikija hapa niki right click zinakuja tool hizo hapa. Rectangle grid tool, the polar grid tool, spiral tool, arc tool. Unaona nikija hapa niki right click zinakuja erase, scissor tool, knife tool kama nataka kukata shape fulani, kama nataka kufuta kipande fulani. Hii hapa nikija niki click inakuja shaper tool, pencil tool, smooth tool, path erase tool, join tool. Nikija hapa niki click inakuja blush pamoja na hii blob blush tool. Haya, na tool nyingine eyedrop tool inakuja pamoja na measure tool. Kwa hiyo tool wa sasa ninazotaka ujue ni hii hapa ambayo hapa ina drop down. Hii hapa ina drop down. Unaona kuna anchor tool kama unaongeza anchor point. Alafu pia kuna type tool ambayo kuna kutype kwa aina mbalimbali. Kuna area type, kuna type on path, alafu vertical touch type tool. Na tool nazotaka ujue ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hizi tools 8. Kwa kipindi hichi naishi hapa. Kipindi kijacho tunaanza kuona kutumia tool moja moja. Kutumia tool moja moja tunaitumiaje hiyo tool. Kwa hiyo actually sitaweza kutengeneza tool moja moja, lakini tutaanza kuona basics kama ile logo ya Cosscat tutaanzia wapi kutengeneza, tutafika wapi, na tutaona basics ya baadhi ya posters tunazitengenezaje.
Kwa hiyo niwatakie tu wakati mwema. Bwana awe nanyi. Amen.